Hujambo kwa mara nyingine tena mtazamaji wa Zone Media. Nikukaribishe sana. Mimi naitwa Victor Moshi. Hapa nina taarifa moja kwa moja kutokea huko nchini Lebanon, ambapo Israel imefanikiwa kumuua kamanda mkuu wa Hezbollah huko kusini mwa Lebanon. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limetangaza kuwa limefanikiwa kumuua Abbas Hassan Karki, ambaye limemtaja kama mkuu wa vifaa na usafirishaji wa makao makuu ya mbele ya kusini mwa Hezbollah. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na jeshi hilo, shambulio hilo lilitekelezwa katika eneo la Nabatie kusini mwa Lebanon. IDF imesema Karki alikuwa akihusika moja kwa moja na juhudi za kuimarisha nguvu za kijeshi za Hezbollah katika kipindi cha miezi ya hivi karibuni. Katika miezi ya hivi karibuni, Abbas aliongoza juhudi za kujenga upya uwezo wa kivita wa Hezbollah na kusaidia kuanzisha tena miundombinu ya kigaidi iliyokuwa imeharibiwa wakati wa vita, ilisomeka sehemu ya taarifa hiyo. Alikuwa pia na jukumu muhimu katika kupanga upya muundo wa vikosi vya Hezbollah pamoja na kusimamia usafirishaji na uhifadhi wa silaha katika maeneo ya kusini mwa Lebanon. Taarifa hiyo inakuja saa chache baada ya drone ya Israel kushambulia gari katika mji wa Tol, tukio lililosababisha vifo vya watu wawili na majeruhi wawili, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Lebanon. Mashambulizi hayo yameongeza wasiwasi juu ya ongezeko la mvutano kati ya Israel na Hezbollah, hasa katika maeneo ya mpakani. Mapema asubuhi ya leo, drone nyingine ya kijeshi ya Israel ilishambulia bulldozer katika mji wa Khiam, pia kusini mwa Lebanon. Haijathibitishwa rasmi kama mashambulizi hayo mawili yana uhusiano moja kwa moja na operesheni iliyomuua Karki, lakini wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanasema kuwa huenda ni sehemu ya mkakati mpana wa Israel wa kulidhoofisha kundi la Hezbollah kabla ya mapambano mapya kuibuka. Vyombo kadhaa vya habari vya kimataifa vimearifu tukio hilo, ikiwemo The Jerusalem Post, Haaretz Al Arabia, Washington Times, China.org.cn na Yahoo News, vyote vikithibitisha kwamba IDF inadai mafanikio katika kuondoa mmoja maafisa muhimu wa Hezbollah katika eneo la kusini mwa Lebanon. Mashambulizi haya yanaongeza mvutano katika mpaka wa Israel na Lebanon, wakati tayari kuna hofu ya kuenea kwa mapigano makubwa kati ya Israel na Hezbollah, kundi lenye uhusiano wa karibu na Iran. Wataalamu wa masuala ya usalama wanasema tukio hili linaweza kuwa ishara ya kuongezeka kwa vita ya kivuli kati ya pande hizo mbili, hasa baada ya Hezbollah kuwapa kulipiza kisasi kwa kila kiongozi wake anayeuawa na Israel. Kwa sasa hali kusini mwa Lebanon inaendelea kuwa tete, huku wakazi wakihamishwa kutoka vijiji vya mipakani kwa hofu ya mashambulizi zaidi ya anga kutoka Israel, na Hezbollah nayo ikiapa kujibu kwa nguvu zote iwapo mashambulizi hayo yataendelea.